tualika hapa sie bote. Wandugu mnasemaje? Vigele sana vipi? Mwali wa jimbo ya Kivu ya Kaskazini, Mheshimiwa Gavana Bahati Musanga Erasto ambaye alitualika hapa. Wananchi wa Goma, kwanza ninawaambia wakuwe kalma. Hii shida yenye washtua ya drone ni shida yenye ya Kisekedi kukuja uwa watu, lakini hatafika hapo. Wasahau, wakuwe na amani, watulie, wajue kama sisi tuko pembeni zao, tutaishi nao bila boga. Boga yenye iko katikati yao itoke kabisa. Gavana wa Kivu Kaskazini, eneo linalodhibitiwa na AFC M23, aomba wakazi wa mji wa Goma kuendelea na majukumu yao kama kawaida na kutokuwa na wasiwasi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mkuu wa mkoa wa Kivu Kaskazini amesema hayo wakati wa sherehe za pamoja za Waislamu kati ya kile wanachokiita kufuturu. Tunataka kwa kusema kwa furaha kubwa ambayo tunayo, Excellence Monsieur le Gouverneur, avec tout le respect que nous vous devons, tunatoa shukrani za dhati kuweza kusimamisha umma wa Kiislamu mbele ya serikali na serikali kuweza kutukubalia wito mkubwa kama huu. Tunasema tena kwa furaha ambayo tunayo, tutoe takbira. Baada ya takbira tunasoma dua, alafu tunaacha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. الفاتحة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة. يا ربي tunakuomba utupe mema duniani, akhirati hasana, tunakuomba khaira katika akhira, na adhabu nar, na tunakuomba utuepushe na adhabu ya moto, na adhabu ya qabr, tunakuomba utuepushe na adhabu ya kaburi. Rabbana taqabbal minna salatana, ya Rabbi utukubalie maombi yetu, utakabbal minna duaana, chote tunachokiomba ya Rabbi utujalie, utukubalie katika mwezi huu wa Ramadhani. Waqina adhab al-qabr ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. اللهم اغفر آباءنا يا ربي, usamee wazazi wetu waliotuacha toka watoto, wa ummahatina, na usamee wa mama zetu waliotuacha tukabaki na wengine. اللهم إنا نسألك الأمن والسلام على بلادنا. يا ربي tunakuomba utupe amani na salama katika mji wetu. Ya Rabbi tunakuomba utupe amani katika mji wetu. Ya Rabbi tunakuomba ustiri aibu ya Waislamu na wasiokuwa Waislamu, wananchi wote wa hapa. Ya Rabbi tunakuomba amani katika nchi yetu. Waliokufa jana, waliokufa juzi na drone na mengineo, ya Rabbi wapokee kwa moyo wa mpungufu, moyo wa huruma, moyo wa amani. Tuzidi kuomba sana Allah subhanahu wa ta'ala atujalie amani katika dini yetu. Tunaitafuta amani katika hali yote, na leo Mungu ametupatia hiyo amani. Shukrani za dhati kwa uongozi wa nchi, uongozi ambao unasimamiwa na Gavana Erasto pamoja na kamati yote kwa jumla, na memba wote wa gouvernement. Tunatoa shukrani za dhati. Allah watie mkono wa kheri, watie mkono wa baraka, mkono wa nguvu, na tupe mapenzi katika Uislamu. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim bifadli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Akiomba Waislamu kujenga umoja kwa ajili ya amani na maendeleo ya kudumu ambayo yaweza kuza maendeleo. Assalamu alaikum. Leo saa hii tuko hapa
Mbele ya yote tunashukuru Mwenyezi Mungu mwenye alituwezesha kukutana sisi wote hapa. Ya pili, tunawashukuru nyinyi wote Waislamu wote kwa ujumla wa province ya Nord Kivu kuona leo mlikuja kwa invitation yetu. Tunawashukuru sana. Tulipenda siku ya leo tufuturu pamoja, lakini chenye kiliacha tunapenda tuvifanye pamoja, tufuturu pamoja ni juu ya kuwashukuru, kwani Waislamu walikuwa divize sana hizi siku zenye zinapita. La fois passée tulikutana na komite wakatuelezea jinsi watu walisha sikilizana, tukasema ni ya mzuri sana, tunapaswa vionyesha Waislamu wote kama watu wanapendana. Tutaomba hii komite ya mpya yenye iko ya Waislamu ikuwe ya Waislamu wote, isikuwe ya nusu ya Waislamu, isidivize Waislamu, bakuwe mtu mmoja. Tutaomba na Waislamu kwa ujumla wawaunge mkono, kwani hao wenyewe hawezi weza, lakini mkewaunga mkono mwenye nataka leta division katikati yao, mnamuhamakia ile shida zote, vitu vyote kama mzuri. Sisi sawa serikali tunafurahia sana Waislamu, kwani Waislamu ni modeli, lakini tunataka waomba kitu kimoja. Sawa jinsi sisi wote hapa, hakuna mtu mwenye nayua kabila yenye naikala nayo. Watu yote tuyue kama tuko watoto ya Mungu, watu yote tupiganisha ubaguzi wa ukabila. Muma moske fasi yote kwenye watu wako na sali, watu wako wanatia mbele upendano, kupendana, kwani tukipendana katikati yetu Mungu atafurahi, na vitu vyote yenye tutafanya Mungu atatusaidia ndani. Lakini kama ndani hakuna kitu hata kimoja kenye tutafika wako, kwani ni yetu kutakuwa kukani. Mwenyezi Mungu hatakuwa iko pembeni yetu. Bahati Erasto Musanga amesema kwa sasa hakuna mtu yeyote ambaye atakubaliwa kuendelea na mgawanyiko katikati ya watu, dhehebu, vyama mbalimbali ama dini. Watu waache ubaguzi wa ukabila, lakini tunashukuru kwanza Waislamu mwitu ya ubaguzi wa ukabila Waislamu haikuwake ndani kidogo yenye nakuyaka mu Waislamu inadivize watu, inakuwaka ni interet personnel. Kama mtu iko na lazima na interet fulani, anadivize watu juu ya interet yake. Lakini Waislamu kwa ujumla munapendana sana, lakini wa viongozi juu ya interet personnel njoo wenye wanawaletaka ndani division. Tunashukuru Waislamu kwa upendo yenye mnakuwaka nayo, isikuwe ya Waislamu peke yake, muifikishe kwa makanisa zingine. Hizi makanisa zingine za Wakristo sawa jinsi Waislamu kupendana, na hizi makanisa za Wakristo muwafundishe kupendana. Kwenye mnakutana nao msoko, kwenye mnakutana nao mubisi, cha kwanza mkwe mnawaambia kupendana ni ya mzuri, watu waache ubaguzi wa ukabila, tupendane, tujenge nchi yetu, kwani nchi yetu ilikumbwa sana na ubaguzi wa ukabila. Kuona leo tunafika hapa, hatuna barabara, hatuna manyumba za mzuri, hivi vyote viko ndiye ku ubaguzi wa ukabila na uongozi mbaya. Ule uongozi mbaya juu ufikie kuchenye natafikia, unadivize watu. Bakisha divize watu, wanabambia hapa ni bafulani, kwani wafike ku interet personnel zao.
Sasa tunaomba Waislamu mufundishe watu yote, mufundishe Wakristo, mubambie wapendane sawa jinsi Waislamu wanapendana. Tunawashukuru sana, siye tuko kwenye muko shida, mutualike kwenye viongozi wenu wanawafanyizia vibaya, tuko pale, tuungane, tujenge kwetu na hakuna mtu mwenyeko yule ya mwingine, tujenge kwetu na hakuna mwenyeko chini, tujenge kwetu na tuko igari, juu hakuna kabila yenyeko yule ya yengine na hakuna mtu mwenyeko yule ya mwingine. Tunawashukuru sana tena sana kuona mulifika, na tunaomba zidi kupendana sawa jinsi mnavifanyaka kama kawaida. Asante sana. Vigelegele sana, vigelegele sana, vigelegele sana. Bamama. Kwa sasa eneo lote linalodhibitiwa na AFC M23, asema Bahati Musanga Erasto. Merci que vous êtes en train d'abattre, ça nous va droit au cœur. Tunapenda tushukuru na Waislamu, kwani wakati za awali walikuwa divise, leo walishakuwa mtu mmoja. Tulipenda leo ile division ilishaisha, tuchangie futuru pamoja, tufuturu pamoja ya kuonesha mapenzi katikati yetu. Na kwa nini umetolea kwa Waislamu wajenge umoja na wahubiri vile wa Kristo? Tunawatolea wajenge umoja, kwani ndio itamaliza shida zote. Tukijenga umoja tutajenga kwa. Na Waislamu wanakritire moya yenye na shinda wengine, Waislamu wanapendana. Tunawaita ile mapenzi yenye wako nayo iendelee, na wafundishe wengine nao wapendane sawa jinsi wao wanapendana. Leo nyinyi wote mmevala kanzu. Ni kwa nini? Kwani tusherekee pamoja na Waislamu, kwani ndio manguo Waislamu wanavaa na sisi tuvae kama hao. Kama na umekuwa Muislamu hakuna shida. Ya lazima kuomba Mwenyezi Mungu, hakuna shida. Kibaya ni kuomba shetani. Waislamu katika maeneo haya wanasema kwamba hii ni tukio la kwanza kutokea mkoa wa Kivu Kaskazini. Tunafurahi sana, tunafurahi na kitu ambacho tulikuwa tuwaziri. Sasa tunashukuru sana Mwenyezi Mungu tukisha kukutana na gavana na kutuitisha hapa juu ya mara ya kwanza depuis Waislamu ukue. Tunafurahi tena sana kuona guverneur wa kwanza kuitisha Waislamu wa sherekee nao. Hakuna hata kiongozi mmoja sherekea Waislamu. Tunashukuru tena sana. Tunashukuru chama cha FC. Kama tangazo zilipita msikiti kunapita 3 semaines. Huyu ni baba, ndio. Huyu ni gouverneur, ndio. Na ni wa kwanza mwenye anafanya vile, ndio. Tutamswekea nini basi? Nikusumweste aendelee tena afanye zaidi kuliko Qurani na baraka tu. Allahu Akbar. Mungu asifiwe sana. Asante sana. Tumekuja kushiriki pamoja na Waislamu sababu siku nyingi walikuwa wanatengana, lakini kwa uongozi bora wa chama chetu cha M23, Islamu ni mtu mmoja. Ndio kwa maana wale wa jimbo amependa changie nao kuselebre ile umoja wao yenye imetombe siku ya raidi kubwa. Sisi kwa hapo kwa kuchangia kufuturu pamoja na Waislamu. Na sisi kama chama tunaonesha mapendo, yani sisi tulisema gavana alijisikia kwa leo tufuturu pamoja na Waislamu. Na unaonaje hii hatua? Hii hatua inaonesha upendo kwa sababu ni kitu cha kwanza hakijawahi fika, hatujawahi kiona ndani ya province ya North Kivu, kusema tuko guverneur ama gavana aitishe kanisa ama Waislamu wafuturu na njoo ya kwanza, hatujawahi kuona. Amesema hayo wakati wa hotuba kubwa kwa Waislamu mjini Goma. Hawa ni maelfu ya Waislamu hapa katika mji wa Goma ambako wameshiriki umoja. Wataelewa kwamba leo chakula cha jioni cha Waislamu cha kumaliza saumu ya mchana wa leo
Waislamu wamealikwa na liwali wa jimbo ya Kivu ya Kaskazini chini ya utawala wa AFC M23 ili wafuturu pamoja, na hapa utaona tumefuturu na hawa wakurugenzi, hawa wakubwa wa jimbo, hakuna wa juu, hakuna wa chini, sote tufuturu, tunachangia chakula kama ndugu, kama waumini wa dini ya Kiislamu. Asante. Kwako pia. Chakula na vitu mbalimbali wakiwa wanawake, na baadaye Msanga ameendelea kuwasalimia Waislamu kila mtu sehemu anapokaa. Mwelekezo yote na kila kitu kuwa safi. Mama, tunasema asante. Hapo liwali wa jimbo ya Kivu ya Kaskazini iko nasalimia mama waliomere invitation yake. Huyo liwali wa jimbo ambaye anafurahi kuona mama waliacha makazi zao wakakucha kabisa kumwondore akisindikiziwa. Utafahamu kwamba Waislamu walikuwa wamekuwa katika mgawanyiko mkubwa, lakini kwa sasa wakiwa wamerudi pamoja, na hii kwa ajili ya amani na maendeleo, na kuwahamasisha kuweza kujenga umoja na kuepuka ubaguzi wa kabila. Hawisikilikani eske wa hii mwezi wa Ramadhani Muislamu anaweza fungisha mwezi? Hawisikilikani hata kidogo. Jua nini Ali haikuwa naelewa kama hii ni mwezi mtukufu. Yana sababu kama kufunga kama ndio musamaha. Mimi nakwambia subira, unasamee ndio aijo wanatafungishana tiku kwa polisi la polisi M23. Habiwezekani. Anatenda mfungisha jua nini na kitu tuko mwezi Ramadhani. Habiwezekani mkuu. Hatua ambayo ni kubwa katika historia ya mkoa wa Kivu Kaskazini ambako Waislamu walipitia mgogoro kwa muda mrefu. Ndugu zangu Waislamu, Ramadhani ni wakati ya kufanya tauba. Nafikiri tumefanya. Ramadhani ni wakati ya kusali. Tuko ndani ya 10 za mwisho tu tunasali. Na ndugu zenu kama vile gavana ambaye mnaona kila siku anashughulikia mambo yenu yuko pale, mkuje tusaidiane kwa jeshi, kwa local defense na kwa vitu vingine vyote. Tunataka nguvu zenu ili tuweze tukasukuma hiki kitu tukifikishe kwenye mwisho. Nawashukuru sana ndugu zangu Waislamu, nashukuru liwali, nashukuru vile vile na wale ambao na komitea kwake yote ambao wanatumika nao. Nashukuru wale wote ambao wamechangia ili iftari ya kwetu leo ikue tuweze tukachangia. Nashukuru vile vile na Mwenyezi Mungu ambaye ametusaidia ili naona mvua hakuna. Basi Mwenyezi Mungu awabariki nyinyi wote. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu wa rahmatullahi. La ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya ala salat. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
حي على الفلاح. لا إله إلا الله.